Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine habari unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia mambo yalivyo kwa wakati huu. Wanasubiri tu mchezo mmoja ambao ni mchezo wa mwisho wa kufunga hatua hii ya makundi, ambapo watajua hatima yao kama ni kwenda robo fainali ama kurudi kuendelea na mapambano ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Mchezo unaofuata ni mchezo mgumu kweli kweli, wanakutana na dhidi ya GS Kabylie ambaye naye pia anahitaji kumaliza kwenye kundi, japokuwa tayari matumaini kwa wao GS Kabylie kufuzu kuelekea katika mchezo katika hatua ya robo fainali ni ngumu, lakini kwa upande wa Young Africans ambao wapo nafasi ya tatu ya kundi lao, wakihitaji kushinda mchezo wa mwisho kumwombea mabaya adui yake ambaye ni FAR Rabat. Sasa mimi nimekusogezea kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye ratiba hii, ambayo inaelezwa kwamba kidogo kuna mabadiliko yameweza kutokea katika ratiba ambayo ni ya mchezo huu mkubwa kabisa, mchezo ambao unabeba hisia za watu wengi kweli kweli. Ni yapi hayo? Ni haya hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kuna katika kikosi cha mabingwa wa Tanzania. Hapa nazungumzia timu ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans ambayo kwa sasa ina ofa ya zaidi ya shilingi bilioni 1 ikidaiwa kuwekwa mezani na tajiri. Hapa nazungumzia GSM kuhusiana na kuweza kuipa support timu yake endapo ikifanikiwa kuweza kufuzu hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo kazi kubwa kwa timu ni kuhakikisha kwamba timu inafuzu kuelekea hatua hiyo ya robo fainali, ambapo Young Africans wenyewe katika hesabu zao wanachokihitaji ni kupata magoli mawili katika dimba la New Complex Amani Zanzibar, kwa kile ambacho wao wanakihitaji, huku wakihitaji angalau mpinzani wake aweze kupatwa na mabaya. Hapa nazungumzia klabu ya FAR Rabat ambayo inakwenda kukutana na Al Ahly, ambapo mchezo hautakuwa kinyonge kwa sababu historia za nchi hizi mbili huwa wapo katika mvutano mkubwa kweli kweli wa kisoka. Kwa hiyo haitakuwa rahisi kwa timu hizi mbili kuweza kufikiria kama yale ambayo watu wanafikiria pengine labda hawa ni Waarabu wanaweza wakaachiana. Lakini kama unakumbuka vizuri mchezo uliopita ambao ulikuwa ni mchezo wa makundi kati ya FAR Rabat na Al Ahly, ambapo FAR Rabat alikuwa nyumbani, ilitokea vurugu kubwa kweli kweli mpaka shirikisho la soka barani Afrika kafu kuweza kuwazuia FAR Rabat kutoingiza mashabiki katika michezo yake. Ndio maana mpaka sasa umeweza kushuhudia mchezo kati ya Yanga dhidi ya FAR Rabat ambao ulipigwa pale Morocco ulikuwa hauna mashabiki. Sababu kubwa ilichangiwa na mashabiki wa klabu ya FAR Rabat waliweza kufanya vurugu ya kutosha kwelikweli katika kile kinachoitwa, hapa nazungumzia mchakato huo ambao uliotokea. Kwa hiyo pengine yale mawazo kwamba Al Ahly atakwenda kumwachia FAR Rabat aondoke na alama tatu ama kinyonge kwa Al Ahly haitakuwa hivyo, kwani historia za nchi hizi mbili kidogo zimekuwa na utata, hususan katika upande wa
soka. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ya kukata na shoka. Hivyo pia kwa wananchi Young Africans, wao watakuwa na kibarua cha kuhitaji angalau magoli mawili na ushindi wa alama 3 ambao utakaowawezesha kuweza kukaa katika nafasi nzuri zaidi katika msimamo wa kundi lao, ambapo Young Africans ukiweza kutizama mpaka sasa mambo yamekuwa ni magumu kweli kweli kwa upande wake katika safu ya ushambuliaji, ambapo inaelezwa kwamba kile kinachoendelea kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanakwenda kuongeza umakini mkubwa. Lakini ukiachana na story ya Young Africans, inaelezwa kwamba huko upande wa pili kwa majirani, hapa nazungumzia kwenye klabu ya soka ya Simba, bado mvutano ni mkubwa kweli kweli kwa kile ambacho kinachoelezwa. Anaandika hapa nazungumzia moja kati ya waandishi wa masuala ya kimichezo, Nasibu Mkomo, anasema kwamba jana baada ya kutangazwa kwa utaratibu mpya wa utoaji wa kadi za wanachama za Simba Sport Club, anayeimbwa kuwa ni mwekezaji akaamua kuvunja ukimya na kuweka swali tena Instagram kwenye posti ya mwenyekiti wa klabu kuwa transformation imefikia wapi. Swali hili binafsi kwangu linaleta mkanganyiko mkubwa na kujiuliza, je, huu uwekezaji unaozungumzwa miaka yote hiyo ulikuwa unahusu nini? Na kumbukumbu wakati ule watu kama Amis Kigwangwala waliposema na kuoji uwekezaji wake, akawa anahamisha mada kwenye mambo mengine, mfano hadi kusema hadharani kuwa Kigwangwala alikuwa anahitaji kukopa pikipiki. Kifupi, wanachama na mwenyekiti wao huwa wanabeba gunia la misumari na wanavumilia kwa mambo mengi, wakihofia na kuogopa kuleta taharuki, ila hili ni kosa kubwa sana kiuongozi. Binafsi kwa anayejiita mwekezaji Mo ajitahidi kukaa kimya, maana jana wameongea viongozi wa Simba kwa maana ya mwenyekiti wa Simba na mwenyekiti wa bodi alimteua yeye mwenyewe sasa kuandika maoni kama yale tena hadharani, akimuuliza admin wa page ya Instagram amewazalilisha viongozi wa Simba na pia amejizalilisha yeye mwenyewe. Mbona wadhamini wengine wa timu nyingine huwa hawaonekani kuingilia majukumu ya viongozi? Mara kadhaa namuona akiongea na wanachama na mashabiki wa Simba kwa kujirekodi clip na kuposti kupitia mitandao yake ya kijamii. Hilo ni kosa jingine yeye kuongea kama nani? Kama angekuwa na maelekezo yoyote au maoni kwa viongozi akiwa kama mwanahisa mwekezaji wa Simba, angeapeleka kwa mwenyekiti wa bodi ambaye angemteua yeye mwenyewe, ili huyo mwenyekiti wa bodi apeleke maelekezo au maoni yake kwenye bodi ya Simba yakajadiliwe na kutolewa maamuzi. Kama anaona hamna transformation, kwa nini anabadili wawakilishi wa bodi kila baada ya muda na kujinasibu hadharani kuwa anatumia pesa nyingi, na mara nyingine akisema ameinunua timu ya Simba? Kwa kuna namna mwanachama mnaanza kuelewa shida ipo wapi Simba Sport Club. Kiufupi, mchakato wa kusajili wa wanachama wapya tajiri hajaubaliki na autaki, ndio maana amejitokeza hadharani kuuliza. Haja tusubiri muda unaweza kuamua katika hili. Huku hayo ambayo yanaendelea kwa upande wa timu ya wananchi Young Africans, wao ni kama kicheko, ndelemo na vifijo, kwa sababu kikawaida unapoanza kupoteza mvuto kwenye safu ya uongozi, taratibu mpaka chini mambo yanakwenda kuharibika. Kwa hiyo kuelekea dabi ya Kariakoo baada ya mchezo wa GS Kabylie, huenda zikawa ni neema kwa wananchi Young Africans, kwani matumaini yao ni kwamba kugombana kwa Simba Sport Club viongozi wake ndio namna ambavyo timu yao inapata fursa ya kuendelea kuweza kufanya vizuri na kujikusanyia pointi. Huenda mchezo unaofuata ukawa ni mchezo rahisi kwa wananchi, kwani tayari inaelezwa kwamba mindset ya viongozi wa Simba haipo tena kwa timu, hipo kwenye kujibizana wao kwa mawao. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia tena Yanga bingwa kwa misimu mingine. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na